بسم الله ونعوذ بالله من شر الشيطان الرجيم وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ndugu wa Islam. لماذا سميت فاطمة الزهراء أم أبيها؟ Ni kwa nini aliitwa Sayyidatu Zahra kwa jina la Ummu Abiha, yani mama wa baba yake? Kwanza kabisa, wapendwa wasikilizaji, jina hili la Ummu Abiha, mama wa baba yake, si jina la kibiolojia kwamba yeye ndo kamzaa baba yake, la hasha, bali ni jina la kisosiolojia, ni jina linalotokana na majukumu aliyokuwa ameyabeba Sayyidatu Zahra katika kumriwadha, katika kumhami, katika kumtetea baba yake an-Nabii sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Ndugu zanguni wapendwa wa Kiislamu, katika mwaka wa 9 wa Biithat ulikuwa ukiitwa na wanatarikhi mwaka wa huzni. Kwa nini uliitwa hivyo? Ni kwa sababu ni katika mwaka ambao alifariki mzee Abu Talib, baba yake mdogo na bwana mtume na aliyekuwa kinga yake. Lakini katika nguzo nyingine iliyomuondokea ni kuondoka kwa mke wake kipenzi Sayyidatu Khadija. Mke wake kipenzi na Khadija pia alikufa katika mwaka huo huo. Kama tunavyofahamu, watu hawa wawili walikuwa ni nguzo muhimu kwa bwana mtume, na bwana mtume alihuzunika sana kwa kuondokewa na watu wake hawa, lakini pia alihuzunika sana kuondokewa na mkewe kipenzi ambaye ni Nana Khadija. Kuondoka kwa Nana Khadija katika mwaka wa 9 kulimpa bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam huzni kubwa. Ni nani wa kumsaidia bwana mtume katika wakati kama huu? Alikuwa ni Nana Fatimatu Zahra, ni bibi Fatimatu Zahra, ni mwanawe bwana mtume Fatimatu Zahra, ndiye aliyekuwa pembezoni mwa bwana mtume kumliwaza, kumtuliza, kumpa matumaini na kumtoa katika huzni kubwa. Ndugu yangu Muislamu, unaweza ukauliza, bwana mtume sini alikuwa na wake wengine? Jibu lake ni kwamba baada ya kufiwa bwana mtume na mkewe na Khadija, kwanza kabisa katika uhai wa Nana Khadija na bwana mtume hakuoa mke mwingine isipokuwa alikuwa naye Nana Khadija. Na baada ya kufa Nana Khadija, si tu baada ya hapo bwana mtume alikwenda kuoa wake wengine, hapana. Bwana mtume katika huzni kubwa hiyo alikaa takriban miaka 2 mpaka 3 kama wanavyotuambia muarrikhina, ndipo alikuja akamuoa mke wake wa pili na wa kwanza baada ya kuondoka bibi Khadija, naye ni Nana Saudatu binti Zamha. Saudatu binti Zam'a, huyu ndo alikuwa mke wa pili wa bwana mtume, na ndipo akaendelea na wake zake mpaka kufikia idadi ile ambayo Waislamu tunaifahamu. Kwa hivyo katika kipindi hiki cha miaka 2 mpaka 3, Sayyidatu Zahra ni yeye alikuwa na baba yake bega kwa bega. Yeye Sayyidatu Zahra ndio aliyekuwa akimtuliza bwana mtume. Kama tunavyofahamu, dini ya Uislamu wakati inaanza kusimama, kipindi ambacho bwana mtume alikuwa katika mji wa Makkatul Mukarrama, Makuraish na makafiri waliokuwa katika mji wa Makka, wakina Umayya, wakina Abu Sufyan, kipindi hicho walikuwa wakimpa tabu kubwa bwana mtume. Na makafiri na Makuraishi wengine walikuwepo watu wakimsubiri mtume apite njiani, wamwagie uchafu, wamwagie matumbo ya ngamia na vinyesi vya ngamia. Nani alikuwa akifanya hayo? Ni bibi Zahra. Alipokuwa akimuona baba yake amemkuta hayo, akilia na akimkimbilia na akimpapasa na akimsafisha na akilia, akimuuliza, ni nani anaweza kukufanyia haya ya Rasulullah, ya abata? Nani wanakufanyia haya ewe mjumbe wa Mwenyezi Mungu? Kwa hiyo katika kipindi kama hiki ni Nana Zahra pekee alikuwa na bwana mtume katika kumliwaza, katika kumuenzi, katika kumtuliza. Kwanza kwa huzuni kubwa ya kuondokewa na Nana Khadija, lakini pili kutokana na shida na tabu anazokumbana nazo katika sahatu tabligh, katika uwanja wa tabligh, wakati ambapo tabligh ilikuwa bado
ni ndogo, bado ina taabu nyingi. Mtume akienda Taif akipigwa mawe, akirudi Makka. Kwa hivyo kutokana na dauru kubwa aliyokuwa nayo Nana Zahra, mama Fatima Az-Zahra bintu wa mtume huyu, ndipo akaitwa Ummu Abiha, mama wa baba yake. Lakini si hayo tu, bwana Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam alikuwa akimpenda sana mwanawe huyu Zahra, lakini pia mwanawe huyu Sayyidatu Zahra alikuwa akimpenda sana baba yake. Hata ilikuwa ikifika wakati anapokuwa anakuja Fatima, bwana mtume ilikuwa akisimama na Fatima akimwelekea baba yake na akimbusu kwa mahaba ya baba na mtoto, na bwana mtume akimkumbatia na kumbusu binti yake kwa mahaba ya baba kwa mtoto. Na akimpisha Sayyida Zahra katika kiti, katika sehemu alipokuwa amekaa na kukaa yeye. Kwa hivyo kwa senario kama hii, katika muktadha kama huu, katika mazingira kama haya, ndipo akaitwa Nana Zahra kwa jina la Ummu Abiha, mama wa baba yake. Walhamdulillahi rabbil alamin.